kama alioteshwa usingizini, wala kuvaa nguo kama nyekundu au nyeusi. Zamani ilikuwa kitu hicho huingii nazo. Amezikwa maeneo ya karibu. Miza ni mke mkubwa. Ni katika visiwa vya Zanzibar ambapo kuna vivutio vingi vya kihistoria, lakini leo tumeweza kufika hapa katika kijiji cha Dimbani maeneo ya Kizimkazi ili kuweza kufahamu na kujua historia ya Mwanamiza ama historia ya pango la Miza wa Miza. Nikusihi tu mtazamaji uendelee kuungana nami mwanzo mwisho. Mimi naitwa Hassan Said. Tupo hapa katika eneo la historia la pango la Miza wa Miza. Kwa hivyo karibuni sana. Pango letu limejijenga historia kutokana hili pango la kimila, na hapo zamani ilikuwa kwenye pango hili ilikuwa huyo mkubwa wa kijiji ambaye kwa sasa kama ni sheha, kwa wakati huo kama alioteshwa usingizini, na kwa wakati huo hili pango lilikuwa hali na jina kama hivi sasa linaitwa pango la Miza wa Miza. Kwa wakati huo ilikuwa ni pango tu. Kachote maji pangoni huko, mtu anaondoka nyumbani na mtungi wake anakuja chota maji. Sasa huyo bwana chifu alipooteshwa akawaambia watu kwamba kwenye pango si ruhusa kuitana majina, wala kuvaa nguo kama nyekundu au nyeusi. Zamani ilikuwa kitu hicho huingii nazo. Na kubwa lililotokea, hao wanawake wawili wa mume mmoja, wanawake hao, mmoja alikuwa akiitwa Mariam, ni mke mdogo, Miza ni mke mkubwa, na walikuwa wana mashirikiano ya hali ya juu. Kwa kweli kila wanapokwenda wanawake hao wanakwenda pamoja. Twende pwani, wanakwenda pwani pamoja. Twende tukatafute kuni, wanakwenda pamoja. Kwa mara ya mwisho wamekuja hapa kwenye pango hili kuchota maji, kila mmoja na mtungi wake. Waliingia ndani wakachota maji. Huyu Bi Mariam huyu, yeye inasemekana katoka haraka, na alipofika hapa nje aliona, kwani mie nikamwita nini kitatokea. Alikuwa hajui nini kitatokea, kwa hivyo alimwita kwa sauti kubwa na yule akaitika. Baada ya kuitika hakuweza kutoka, kwa hivyo alimsubiri hapa nje kwa muda mrefu bila kwenda kumtizama. Yeye alisubiri, alipoona hatoki akaamua kujitwisha mtungi wake akaelekea kwenye makazi yao. Na kwa zamani kwenye kijiji chetu hiki watu walikuwa wanaishi, nyumba zao ziko pwani kabisa. Hapa kwenye pango hili ni pori tupu, ni msitu mkubwa, au ni konde za watu ambao wanalima zamani kilimo chao sana, mihogo, mbaazi, ndo konde zao. Kwa hivyo hivi sasa utaona pango liko karibu na nyumba, liko katikati ya kijiji, lakini zamani liko kando ya kijiji. Kwa hivyo hapo ndo likapatikana jina la pango la Miza, kutokana na huyo Miza aliyeganda na kugeuka jiwe. Na kwa wakati huo hukumu iliyochukuliwa ya yule muhitaji ambaye ni Bi Mariam, yeye aliamuliwa kuuliwa na watu wa kijiji, na amezikwa maeneo ya hapa hapa karibu, ingawa kaburi lao hawakulichimbia, lakini inasemekana amezikwa maeneo ya karibu. Unajua, katika mapango ni sehemu ambayo wanaishi viumbe vingi. Kama mimi na wewe hatuwezi kuwaona viumbe wengine kwa sababu macho yetu mawili, lakini wapo baadhi ya watu wana macho manne. Wanapoingia ndani humo wanaona mengi, wanaona vitu vingi. Na kama mwili wako mchafu kwenye mapango usiingie sasa. Au kama kama mtu mjamzito, vizuri kwenye pango asiingie. Tena hakuna jengine, una uwezo wa kuingia time yoyote, usiku, mchana, hakuna tatizo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare
Mshindo TV.